Storybook. Iko dunia na uko ulimwengu. Dunia ndio hii tunayoishi, lakini ulimwengu ni zaidi ya dunia. Ni mfumo wa zile sayari zilizoizunguka jua, na zaidi ya hapo. Kwa hivyo wanasayansi wamekuwa na swali moja kubwa na la msingi na linalowavuta zaidi wanasayansi ya anga. Wanajiuliza, je, uko uhai na uwezekano wa binadamu kuishi nje ya sayari ya dunia? Hilo ndilo swali lenye msingi zaidi kwao hivi sasa. Na hivi sasa ni kujuze nchi kubwa kama Marekani, Urusi, China na Umoja wa Falme za Kiarabu wako kwenye mikakati inayotumia mabilioni ya pesa kwenye kufanikisha mpango wa kumhamisha mwanadamu kutoka duniani na aende akaishi katika sayari ya Mars, wanayoita sayari ya damu, ile sayari nyekundu. Sayari ambayo mpaka hivi sasa ni kame, imejaa jangwa tupu, haina maji, wala hawajatangaza kwa uhakika wa 100% juu ya ustawi wa mimea ya chakula katika sayari hii. Lakini mpango wa mabilioni ya pesa unatekelezwa hivi sasa kumhamisha mwanadamu aende akaishi katika sayari ya Mars, na sio mbali. Kwa mujibu wa SpaceX, wana uhakika kufikia mwaka 2024 safari zao zitakuwa zimeanza. Kwa mujibu wa shirika la sayansi ya anga la Marekani NASA, wana uhakika kuanzia mwaka 2030 au mwaka 2038 watakuwa wameshafanikiwa kuanza kuhamisha watu, kuwapeleka wakaishi nje ya dunia katika sayari ya Mars. Huko wanakotaka kumpeleka mwanadamu kukoje? Nawe ungependa kwenda? The Storybook. Mars ni sayari ya 4 katika mpangilio wa sayari kutoka lilipojua. Sayari Mars mara nyingine huitwa Red Planet, yaani sayari nyekundu, kutokana na wekundu wa rangi yake unaotokana na iron oxide ambayo ipo kwa wingi kwenye ardhi ya sayari hii. Kwa lugha rahisi niseme kuwa ardhi ya sayari ya Mars ina kutu nyingi, kutu inayoipa sayari hiyo rangi nyekundu, tofauti na ardhi ya kawaida ya dunia hii tuliyoizoea. Asili ya jina Mars imetokana na falsafa za wasomi wa Babylon ambao waliiona sayari hii ni kitambulisho cha maovu ya ulimwengu, hivyo wakaiita sayari ya damu. Na falsafa hii ya Babylon ikawafikia na Wagiriki, na wao wakaamini kwenye sayari hii ndiko aliko mungu wao aitwaye Ares. Na baadaye hili jina Ares lilipokewa na Waroma wa kale, nao wakalitafsiri kwa jina la mungu wao wa vita, Mars. Tangia hapo jina hili likapokelewa na ulimwengu mzima. Sayari hii ikaitwa Mars, maana yake ikiwa ni jina la mungu wa vita wa Warumi. Na sababu ya kupewa jina hilo la mungu wa vita ni kutokana na sayari hiyo kuwa na rangi ya damu, rangi nyekundu. Mars ni sayari ya pili kwa udogo miongoni mwa sayari zinazotambulika katika mfumo wa jua. Sura ya sayari Mars inafanana zaidi na uso wa dunia yetu kuliko sayari nyingine yoyote ile. Kama mipango ya kutuhamishia tukaishi kwenye sayari hii itafanikiwa, basi moja kati ya mambo mazuri kuihusu sayari hii ni kuwa huko katika sayari ya Mars hakunaga joto. Kuna hali nzuri ya baridi na wala si baridi kali iliyozidi. Lakini binadamu tulivyo waharibifu, tusije wote tukaihama dunia na kukimbilia huko, kwa maana mrundikano wetu ukiwa mkubwa huko tutachafua mazingira na kuifanya hali ya hewa iharibike na joto lianze kuwa kali. Kwa maana kisayansi kipenyo cha sayari ya Mars ni kilomita 6794, yaani ni nusu ya kipenyo cha dunia. Kwa lugha rahisi, eneo la uso wa sayari ya Mars ni sawa na nusu ya ukubwa wa uso wa dunia. Pia iko fact inayosema ukubwa wa sayari ya Mars ni sawa na ukiunganisha mabara yote ya dunia bila ya kuwepo kwa bahari.
Na msihofu kuhusu majira ya siku na majira ya mwaka. Labda yatakuwa tofauti sana na hii dunia mlioizoea, kwa maana labda wengine mtadhani misimu ya mwaka itakuwa na mabadiliko makubwa au masaa ya siku yatakuwa na tofauti sana. Kwa facts za kisayansi, sayari ya Mars inazunguka kwenye kipenyo chake katika masaa 24 na dakika 37 za kidunia. Kipenyo cha mzunguko kimeinama kwa nyuzi 25 kwa 12 dhidi ya njia ya mzingo wa kuzunguka jua. Na kwa fakti hii, tutakapokwenda kuishi kwenye sayari ya Mars, majira ya joto na majira ya baridi yatafanana sana na misimu ya dunia tuliyoizoea. Na nina hakika tutakapohamia kwenye hii sayari, makapuku tutapelekwa kwenda kuishi kusini mwa sayari hii, na matajiri ndio watakwenda kuishi huko kaskazini, kwa maana uso wa sayari ya Mars kwa upande wa kaskazini ni eneo la tambarare, na kusini mwa sayari ya Mars huko kumejaa milima. Katika kizio cha kusini mwa sayari ya Mars, huko ninakodhani wataishi makapuku, kwenyewe kumejaa milima mikubwa. Ni milima mikubwa kwelikweli, yenye kimo cha hata mara 4 ya urefu wa mlima Kilimanjaro. Mfano, uko mlima kwenye sayari ya Mars uitwao Olympus Mons, yaani mlima wa Olimpiki. Ni mlima wa volkano ambao unashikilia rekodi ya kuwa mlima mrefu zaidi kuliko milima yote katika sayari zote unazozijua. Maeneo hayo ya milima kwa sasa kwenye sayari hiyo huitwa TARS. Ila kabla hatujakumbwa na viherehere vya kwenda kuishi huko Mars, nataka mjue kuwa kwenye sayari ya Mars kuna uhaba mkubwa wa maji. Hakuna bahari wala mito, lakini kuna sehemu za mabonde makavu yanayoonyesha kwamba zamani maeneo hayo yalikuwa na mito na mengine yalikuwa na bahari. March mwaka 2015, wanasayansi walisema uko ushahidi ya kwamba zamani sana, karibu robo ya uso wa sayari ya Mars ulikuwa umefunikwa na bahari. Wanasema 19% ya kaskazini mwa ardhi ya sayari hiyo kulikuwako na bahari, Maritime Ocean. Sayari ya Mars, tofauti na hii dunia yetu tunayoifahamu, kule kuna miezi miwili. Simaanishi miezi mnayohesabu Januari mpaka Disemba, hapana, na maanisha ule mwezi mnaouonaga mkitazama anga. Sayari ya Mars yenyewe ina miezi miwili, Phobos na mwingine Deimos. Jiandaeni na hilo, mkifika msije mkashtuka. Niwajuze, sayari Mars ina mgandamizo mdogo wa hewa na joto la chini, yaani joto kidogo. Kwa hivyo hata kiasi kidogo cha maji kinachopatikana juu ya uso wa sayari hii huwa kimeganda na kuwa barafu. Huwezi kukuta maji yanayochuruzika kwa mfumo wa kimiminika kwenye uso wa sayari ya Mars. Ncha za kaskazini mwa sayari ya Mars zina vilele vya barafu. Sehemu kubwa ya barafu hii ni carbon dioxide iliyoganda. Msije mkaipapatikia kuinywa. Sehemu ndogo tu ya maji ambayo mtayakuta yameganda, hayo ndiyo maji halisi yaliyoganda na kuwa barafu. Vyombo vya anga vimetumwa na wanasayansi na vimefika katika sayari ya Mars na kutuma picha. Zinaitwaga rovers, mfano wa vijigari vidogo vilivyo na uwezo kama wa robot. Vyenyewe vikifika kwenye sayari hii huzunguka na kurekodi video, kisha zinatuma video hizo kurudi huku duniani. Pia mara nyingine hupiga still pictures ama picha mnato na kisha kuzituma huku duniani. Lakini wanasayansi wamejikita katika mpango wa kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 binadamu tutahamia kwenda kuishi katika sayari ya Mars. Haya niliyokujuza hapa ni machache, walau upate ufahamu kidogo juu ya sayari ya Mars ilivyo, na wanasayansi wanataka wawahamishie mkaishi huko miaka 10 tu tangia leo, au labda kwa ule mpango wa mwaka 2024 basi ni miaka 4 tu tangu hii leo. Liko swali moja linaloonekana kuwa na mashiko na mvuto zaidi kwa wanasayansi ya anga. Swali linasema, je, kuna uhai na uwezekano wa binadamu kuishi nje ya hii dunia yetu? Katika ukurasa wa shirika la sayansi ya anga Marekani, NASA, wameandika, NASA inaendelea kutengeneza uwezo unaohitajika kupeleka binadamu kwenda kwenye asteroids kufikia mwaka 2025 na kwenda Mars itakapofika mwaka 2030, ikiwa ni mpango ulio halali kisheria kwa sheria inayojulikana kama NASA Authorization Act ya mwaka 2010. NASA wameandika pia, sayari ya Mars
ni eneo tajiri kwa ugunduzi wa kisayansi na uchunguzi wa robot na wanadamu tunapopanua uwepo wetu kwenye mfumo wa jua. Sayari Mars huko miaka ya zamani inaonyesha dalili ilikuwa na hali zinazofaa kwa maisha katika siku zile za nyuma. Uchunguzi wa siku za usoni unaweza kufunua ushahidi wa maisha, ukijibu moja ya mafumbo ya kimsingi ya ulimwengu. Je, uhai upo zaidi ya nje ya dunia? Yaani binadamu anaweza kwenda kuishi katika sayari zingine ama katika maeneo mengine ya ulimwengu nje ya dunia hii? Mwanzo, wakati nataka kufahamu kuhusiana na mpango huu, udadisi wangu ulinituma nitamani kutaka kujua ni nani ambaye alikuwa na akili kubwa zisizojifunga kwa mipaka mpaka akawa na matamanio ya kuamini anaweza kumhamisha binadamu kutoka duniani na kwenda akaishi katika sayari ya Mars. Hapa nitakupa simulizi ya bwana mmoja aitwaye Wernher von Braun. The Storybook. Mpango wa kwanza kabisa ulianza mwaka 1952. Namaanisha mpango wa kumhamisha binadamu kumpeleka kaishi katika sayari ya Mars. Na mwaka wa mapendekezo wa kurusha chombo cha anga ulikuwa ni mwaka 1965. Ndiyo safari ianze kwa mara ya kwanza kabisa binadamu aihame dunia na kwenda kuanzisha makazi mapya, maisha mapya katika sayari ya Mars. Huu mpango ulipewa jina la Von Braun Mars. Mpango huu wa kwanza wa kwenda katika sayari ya Mars, wazo lilitoka katika kitabu cha riwaya iliyoandikwa na mwanasayansi mahiri aitwaye Wernher von Braun, mwanasayansi ambaye zamani alikuwa akifanya kazi katika chama cha Nazi cha Adolf Hitler huko Ujerumani. Lakini baada ya vita kuu ya pili ya dunia, huyu mwanasayansi alikamatwa na Wamarekani, kisha akafungiwa katika jangwa la New Mexico ambako alipewa kazi ya kufanya majaribio ya roketi za Kijerumani V2 na pia majaribio mengine ya kisayansi kwa faida za kijasusi na sayansi ya Marekani. Wakati huo huo, Wernher von Braun amefungiwa huko New Mexico, Marekani. Ndipo alipofanya tafiti na kuandika kitabu cha hadithi alichokiita The Mars Project, riwaya kuhusu safari ya Mars kutoka duniani, riwaya ambayo baadaye ndiyo imeleta chachu ya ugunduzi wa anga, hususan safari ya binadamu kwenda kuishi katika sayari nyekundu Mars. Kurasa za mwisho za riwaya hiyo, The Mars Project, zinaeleza juu ya muundo wa chombo cha anga ambacho kitatumika wakati wa safari hiyo, njia na hata tarehe za uzinduzi wa safari hiyo. Von Braun alikadiria safari ya kwenda Mars ingekamilika mnamo mwaka 1985, ambapo aliandika jumla ya watu 70 wangesafiri kwa miezi mingi na kwenda kutua katika sayari ya Mars. Na akaandika watakapofika kwenye sayari hiyo watatua kwenye vifuniko vya barafu vya Martian, yaani maeneo ya sayari ya Mars yaliyokuwa na bahari zamani. Huu ndio ukawa mwanzo wa harakati za kiuchunguzi za sayari ya Mars kwa lengo la kutaka kufanikisha kumhamishia binadamu akaishi huko. Kinachonishangaza hapa ni kwamba kwenye riwaya hii Bwana von Braun ameandika juu ya mambo yanayoonyesha ni kama tayari amewahi kufika katika sayari ya Mars, kwa maana anataja juu ya uwepo wa bahari kaskazini mwa sayari hiyo, jambo ambalo kwa wakati anaandika kitabu hiki sayansi ilikuwa halijalithibitisha. Hapa ndio wapo wanaoamini dhana ya uwepo wa viumbe aliens wanaodhaniwa kufanya kazi kwa siri na serikali ya Marekani kuwapa maarifa ambayo binadamu wengine bado hawajayapata. Basi tangu kuandikwa kwa kitabu hiki, mipango mingine mingi ya kwenda katika sayari ya Mars ikafuata, kama vile Starlink Mars, mpango wakati ya mwaka 1954 mpaka 1957 uliotamani kumfikisha binadamu akaishi katika sayari ya Mars mwaka 1980. Mingi ya hii mipango ya zamani haikufanikiwa, lakini sasa dunia imekuwa na maarifa makubwa ya sayansi na teknolojia, na dalili za kufanikiwa kwa mpango huu ni kubwa mno. Mipango ya hivi karibuni ya kumsafirisha binadamu kwenda katika sayari ya Mars, mmojawapo unaitwa Boeing Mars Transfer Vehicle and Land Concepts of Human Exploration Mission in the 2031 to 2038, ambapo mpango huu unakadiriwa kutimia mwaka 2038. Binadamu tayari awe ametia kambi katika sayari ya Mars.
Lakini upo mpango mwingine, Mars Design Reference Mission 5, ambao wanasayansi wake wanaamini binadamu ataweza kuanza kuishi kwenye sayari ya Mars ifikapo mwaka 2035. Na uko mpango maarufu zaidi, mpango wa bilionea Elon Musk, bilionea namba 3 kwa utajiri duniani kwa sasa. Mpango wake unaitwa SpaceX Starship, mpango ulioundwa kwa mara ya kwanza mwaka 2012, huku wakiamini watafanikiwa kumpeleka binadamu akaishi katika sayari ya Mars mwaka 2024, miaka 4 tu tangu leo. Ipo mipango mingi sana inayopangwa na hivi sasa iko kwenye harakati za kufanikisha safari ya binadamu kwenda Mars. Hii niliyoitaja hapa ni michache mno. National Aeronautics and Space Administration, kwa kifupi NASA, ni mamlaka ya Marekani ya tafiti za anga. Mamlaka hii ilianzishwa Oktoba 1 mwaka 1958. Miezi 6 tu baada ya kuundwa kwa NASA, walianza kupanga safari ya kwenda Mars. Yako majaribio mengi yaliyofanyika katika mipango hii ya kumhamisha binadamu akaishi katika sayari ya Mars. Mengi ya majaribio hayo yalifeli. Mfano, programu ya Mars 1M, Mars 1960A, Mars 1960B, Mars 1962A and B, na pia Mars A na Zond 1964A. Zote programu zilizoanza miaka 1960 na zote zilifeli. Hizi zilikuwa ni programu zilizofanywa chini ya Warusi. Lakini ziko programu zilizofanywa chini ya Wamarekani. Shirika la NASA ziliongoza programu kama Mariner 3 na Mariner 4 zilizozinduliwa mwaka 1964, lakini nazo hazikuwa na mafanikio makubwa. Japo angalau Mariner 4 ilipofika iliweza kufanikiwa kuikaribia kabisa sayari ya Mars kwa kiwango kikubwa kuliko hivi vyombo vya projekti zingine zote tulizozitaja. Na pia Mariner 4 iliweza kurudisha picha za karibuni zaidi za sayari ya Mars, picha ambazo awali hazikuwahi kupatikana. Miongoni mwa projekti maarufu za kwenda katika sayari ya Mars ni pale Mars Pathfinder, chombo kilichokuwa cha Kimarekani kilichotumwa katika sayari ya Mars mwaka 1997. Chombo hicho kilibeba roboti aitwaye Sojourner na akawa roboti wa kwanza kukanyaga ardhi ya Mars na kutimiza tafiti muhimu za kisayansi kuhusu sayari hiyo. Katika siku za usoni, mipango ya hii leo sasa, si siku za mbali sana, wanasayansi wa anga wa shirika la NASA wamepanga kufanya safari ya utafiti katika sayari ya Mars. Wataondoka duniani wakiwa katika chombo kiitwacho Orion, wakiwa wamebebwa na roketi kubwa na yenye nguvu zaidi kuwahi kutokea toka uzinduzi wa sayansi za anga uanze kufanyika. Wanasayansi hawa wataanza safari ya kwenda Mars kutoka katika kituo cha anga cha Kennedy kilichopo huko Florida, wakibeba roho ya ubinadamu kwenda kwenye sayari nyekundu. Lengo la mwanadamu kwenda kwenye sayari ya Mars limekuwa kama ndoto ya kisayansi, uhandisi wa anga na mapendekezo ya kisayansi tangu karne ya 20. Imani kubwa ya dunia iko kwa bilionea namba 3 kwa utajiri duniani, Elon Musk, mjasiriamali ambaye ni mwanzilishi wa makampuni makubwa ya teknolojia kama vile PayPal, SolarCity, kampuni ya magari ya umeme ya Tesla ambayo magari yake yanajiendesha yenyewe bila ya kuwa na dereva, na kampuni ya roketi za anga itwayo SpaceX. Septemba 27 mwaka 2016, Elon Musk aliitangazia dunia juu ya mpango wake wa kuunda makao ya binadamu katika sayari ya Mars. Katika kongamano la kimataifa la wataalamu wa anga za juu IAC katika mji wa Guadalajara huko Mexico, Elon Musk aliitangazia dunia juu ya kampeni yake hii ya kumhamisha binadamu kwenda akaishi katika sayari ya Mars. Mpango wake unajumuisha mfumo wa usafiri ambao utaweza kusafirisha watu 100 hadi kwenda katika sayari ya Mars. Kwa sasa safari ya kwenda Mars kwa mpango wa Elon Musk inakadiriwa inaweza kuchukua siku 80, yaani miezi 2 na siku 20 hivi. Lakini kama mipango yake ikiboreka zaidi, baadaye wanasema safari hiyo itakuwa fupi zaidi na inatarajiwa kuwa inachukua siku 30 tu. Mwezi mmoja unakuwa umeshafika katika sayari ya Mars. Na gharama ya tiketi ya kwenda katika sayari ya Mars, Elon Musk alisema itakuwa ni dola 200,000 za Kimarekani, sawa na milioni 463 na 800,000 za Kitanzania. Hapa ndipo
panaponivunja moyo nikate tamaa ya kuwaona wabongo wakinywa supu ya pweza na alkasusu katika mitaa ya Mars. Lakini pia Elon Musk aligusia juu ya mpango wa kuunda koloni la watu milioni 1 ambao wataweza kujitosheleza kimaisha katika sayari hiyo. Kwa hivyo Elon Musk yeye ana uhakika wa kupeleka binadamu milioni 1 kwenye sayari hiyo. Elon Musk ameweka ahadi ya kwamba mpango huo utachukua miaka 10 tu kutimizwa. Mategemeo yake ni kwamba mwaka 2030 tayari hili litakuwa limeshatimia. Sasa Yesu atakaporudi, vijana wake wengine watakuwa wako huko Mars. Sijui wenyewe watakombolewa na nani. Chini ya mpango wa SpaceX, safari ya kwanza ya kupeleka watu sayari hiyo itafanyika mwaka 2022. Chombo cha kwanza kupeleka watu Mars kitaitwa The Heart of Gold, moyo wa dhahabu, jina lililotokana na chombo kinachozungumziwa katika kitabu cha Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Roketi hii itakayosafirisha watu, kwa mujibu wa Elon Musk, ina urefu wa futi 387 na ina uwezo wa kubeba abiria 100 pamoja na mizigo yao. Chombo hicho kinaelezwa kuwa na nguvu kubwa, takriban injini 31 ambazo zina nguvu ya tani 5,400 kwa pamoja. Chombo hicho kitarushwa kutoka kituo cha anga za juu cha NASA cha Kennedy, sehemu ya 39 ambayo ndiyo sehemu inayotumiwa kurusha roketi za vyombo vya anga za juu chini ya mpango wa Apollo. Abiria wa kwanza kufanya booking ya safari ya SpaceX kwenda katika sayari ya Mars anafahamika kwa jina la Bwana Yusaku Maezawa, ambaye ni bilionea kutoka Japani, mwanzilishi na afisa mkuu wa utendaji wa duka la mtandaoni la kuuza mambo ya urembo liitwalo Zozo. The Storybook. Zamani, wakati tafiti za kumsafirisha mwanadamu ili aende akaishi katika sayari ya Mars zinaanza kufanyika, ni nchi chache zilizokuwa zimejikita kwenye tafiti hizo, Urusi na Marekani peke yake. Lakini hivi sasa nchi ya China, ambayo nadhani mnafahamu ilivyo bora katika teknolojia, nayo imetangaza mpango wake wa kufanya tafiti na mikakati ya kumhamisha mwanadamu kutoka duniani aende akaishi katika sayari ya Mars. Lakini leo wanasayansi wanataka kumhamisha binadamu na kumpeleka akaishi huko. Ni sayari ambayo hawana uhakika kama tukimea mti utastawi, lakini bado wanasayansi wako kwenye kuteketeza mabilioni ya pesa katika tafiti zinazokusudia kumpeleka mwanadamu akaishi katika sayari ya Mars. Hivi sasa tunavyozungumza, NASA wenyewe wana mfano wa vigari vidogo vya matairi 4 ambavyo huenda kule vikiwa na kamera, na ndivyo ambavyo vinatuma picha hata mlizoziona katika simulizi hii. Wanaziita rovers. Kwa hivyo hufika kule kuzunguka na kuranda na kurekodi videos na kutuma picha za mnato. Kwangu binafsi yangu, nina matumaini makubwa na hili litafanikiwa. Lakini kubwa ambalo ningependa kuacha nalo, sijasimulia simulizi hii ili mfaidi utamu wa hadithi. Kila unaposikiliza simulizi zangu, maliza kwa kujifungua akili yako kiwango cha ukubwa wa ndoto unazopaswa kuwa nazo. Lakini pia ni jinsi gani ukishajifunza jambo, akili yako inajifunza namna ya kunyumbulika kwenye kufikiri na kutafakari na kuwezesha kufanikisha vitu vingine. Hii kama umeisikiliza kama hadithi tu, basi ni hasara. Naitwa Jamal Mustafa, Professor. The Storybook.